Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Ripoti yetu ya leo inaangazia Marekani imepata hasara kiasi gani katika vita vya Iran, kuanzia ndege za kivita hadi drone. Ripoti mpya ya bunge la Marekani imefichua ukubwa wa hasara za kijeshi ambazo Marekani ilipata wakati wa vita dhidi ya Iran, ikieleza kuwa jumla ya ndege 42 za kijeshi ziharibiwa au kuangamizwa katika mapigano hayo. Ripoti hiyo imeandaliwa na idara ya utafiti ya bunge la Marekani CRS kwa kutumia taarifa kutoka Pentagon, kamandi kuu ya jeshi la Marekani katika Mashariki ya Kati CENTCOM, pamoja na ripoti za vyombo vya habari. Ripoti hii inapatikana pia kwenye tovuti ya bunge la Marekani. CRS hutoa uchanganuzi kuhusu masuala ya sera kwa wanachama wa mabaraza yote mawili ya Marekani bila kujali mfungamano wa vyama vya siasa. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, hasara hizo zilihusisha ndege za kivita, ndege zisizokuwa na rubani, helikopta na ndege maalum za kijeshi. Ripoti hiyo pia imenukuu afisa wa Pentagon Jules W. Hasty akiambia bunge kuwa gharama za vita dhidi ya Iran zimezidi dola bilioni 29 za Marekani, kiwango kinachojumuisha matengenezo na ukarabati wa ndege zilizoharibiwa. CENTCOM ilisema kuwa baadhi ya ndege hizo zilianguka nchini Kuwait kutokana na kile ilichokiita shambulio la washirika. Katika tukio hilo, wafanyakazi 6 wa ndege zote mbili walifanikiwa kuondoka wakiwa salama. Mnamo Aprili 5 mwaka 2026, CENTCOM iliripoti kwamba ndege ya F-15E ya Marekani ilianguka wakati wa shambulio la anga nchini Iran, na marubani wote wawili waliokolewa salama wakati wa operesheni tofauti ya utafutaji na uokoaji. Ripoti hiyo imenukuu taarifa ya Machi 19 iliyosema kuwa katika kila operesheni ya kivita, ndege ya kivita Marekani aina F-35A iliharibiwa kutokana na mashambulizi ya mfumo wa ulinzi wa ardhini wa Iran. Wakati huo kamandi kuu ya jeshi la Marekani Mashariki ya Kati CENTCOM ilithibitisha kuwa ndege ya kivita Marekani aina F-35 ilifanya hatua kwa dharura katika uwanja mmoja wa ndege Mashariki ya Kati baada ya kushiriki operesheni ya kivita ndani ya anga ya Iran. Katika taarifa yake, CENTCOM ilisema ndege hiyo ilitua salama na rubani wake alikuwa katika hali thabiti. Hata hivyo, CENTCOM haikutoa maelezo zaidi kuhusu tukio hilo, ingawa shirika la habari la Marekani CNN limeripoti kuwa ndege hiyo ililengwa na mashambulizi ya Iran. Ripoti ya bunge la Marekani pia ilisema kuwa katika mkutano na waandishi wa habari Aprili 6 mwaka huu 2026, mwenyekiti wa wakuu wa majeshi ya Marekani Jenerali Dan Kane alisema kuwa Aprili 3 ndege ya mashambulizi ya karibu ya anga aina ya A-10 ilidunguliwa na adui kabla ya kuanguka, huku rubani akifanikiwa kujirusha nje kwa usalama kwa kutumia mfumo wa kujinusuru. Kulikuwa na ndege ya mafuta ya KC-135 ambayo nayo ilipata dhoruba. Ndege ya kuongeza mafuta angani aina KC-135 zilihusika katika ajali ya kugongana angani nchini Iraq, imesababisha vifo vya wahudumu 6. Ndege nyingine 5 za aina hiyo ziliharibika katika shambulizi la makombora na drone lililolenga kambi ya Prince Sultan nchini Saudi Arabia. Ripoti hiyo pia ilithibitisha kuharibiwa kwa ndege ya mfumo wa upelelezi na uongozi wa anga aina ya E3 Sentry katika shambulizi jingine nchini Saudia. Picha zilizothibitishwa baadaye zilionyesha ndege hiyo ikiwa imepasuka vipande viwili. Ndege ya E-3 Sentry ya mfumo wa onyo la mapema na udhibiti wa operesheni za anga nayo ilikuwa katika dhoruba. Kulingana na ripoti hiyo, gazeti la habari la tarehe 28 March imeripoti kuwa ndege aina ya E-3 iliharibiwa wakati wa shambulio la makombora na drone za Iran dhidi ya kambi ya anga ya Prince Sultan nchini Saudi Arabia. Tarehe 7 Mei ilielezwa kuwa ndege hizo zilikuwa zimeegeshwa kwenye njia ya kurukia na kutua isivyo salama. Wakati huo, baadhi ya picha zilizothibitishwa kutoka uwanja wa ndege nchini Saudi Arabia zilionyesha ndege ya jeshi la anga la Marekani iliyoharibiwa. Picha hizo zilichapishwa kwa mara ya kwanza kwenye ukurasa wa Facebook uliolenga habari za kijeshi za Marekani, zikionyesha ndege ya E3 Sentry ikiwa imevunjika sehemu mbili. Uhakiki wa shirika la habari unathibitisha kuwa picha hizo zilipigwa katika kambi ya anga ya Prince Sultan iliyopo karibu kilomita 100 kutoka mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh. Miundo ilionekana kwenye picha kama hizo, nguzo, ghala za kuhifadhia vibao vya maelezo ililingana na picha za satellite. Tarehe 5 Aprili mwaka huu, ripoti ya habari ilieleza kuwa ndege mbili aina MC-130J zilizokuwa zikisaidia katika operesheni ya utafutaji na uokoaji wa ndege ya F-15E iliyopata ajali zililemazwa kwa makusudi.
Inafahamika kuwa Iran ilikuwa imeiangusha ndege ya kijeshi ya Marekani aina F-15E na mmoja wa wahudumu wa ndege hiyo alipotea nchini Iran, hali iliyosababisha Marekani kuanzisha operesheni kubwa ya utafutaji na uokoaji. Kwa mujibu wa taarifa za vyombo vya habari vya Marekani, kulikuwa na mapigano kati ya vikosi vya Marekani na Iran wakati wa jaribio la kumwokoa mhudumu wa pili wa ndege hiyo ya kivita ya Marekani iliyodondoka nchini Iran. Rais Trump alieleza tukio hilo kuwa operesheni kubwa ya mapigano ambapo ndege nyingi za Marekani zilishiriki ndani ya Iran. Kulingana na ripoti hiyo, tarehe 6 Aprili, Jenerali Dan Kane alithibitisha katika mkutano na waandishi wa habari kuwa helikopta ya Marekani aina HH-60W iliharibiwa wakati wa operesheni ya uokoaji iliyofanyika tarehe 5 mwezi huo wa Aprili. Ripoti ya bunge ilitaja taarifa ya tarehe 9 Aprili iliyosema kuwa ndege zisizo na rubani 24 za Marekani ziliharibiwa wakati wa operesheni ya Epic Fury. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, kati ya ndege hizo zilizokuwepo, drone aina MQ-9 ambazo hutumika kufanya upelelezi na mashambulizi zikiruka katika mwinuko wa chini na pia wa juu, nazo ziliharibiwa. Pia ilielezwa kuwa drone moja kubwa ya upelelezi ya mwinuko wa juu aina MQ-4C iliharibiwa wakati wa mapigano. Inafahamika kuwa maafisa wa Marekani wamedai kuwa wamefanikiwa kufikia sehemu kubwa ya malengo ya wakati wa vita hivyo vya Iran. Trump naye amerudia mara kadhaa kusema kuwa jeshi la anga, jeshi la ardhini na jeshi la majini la Iran yameharibiwa. Kwa upande mwingine, Iran bado haijatoa taarifa za kina kuhusu hasara iliyopatikana katika kipindi cha vita na inaendelea kudai kuwa bado ina uwezo wa kuendelea mapambano dhidi ya Marekani. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein.